Dunia ya sayansi imetikisika baada ya utafiti mpya kubaini kuwa mende, kiumbe ambaye mara nyingi huonekana kama uchafu majumbani, anaweza kuwa na siri ya protini bora zaidi kuwahi kugunduliwa na binadamu. Utafiti uliofanywa na wataalamu wa kimataifa umebaini kuwa maziwa yanayotolewa na mende wa aina ya Pacific Beetle Cockroach yana nishati na virutubisho vingi kuliko maziwa ya wanyama ambao binadamu amewazoea kwa karne nyingi. Tofauti na mende wengine wanaotaga mayai, aina hii ya mende huzaa watoto hai wakati watoto wakiwa bado tumboni mwa mama yao. Mende huyo hutoa kioevu chenye mfumo wa crystals ambacho hutumika kama chakula. Uchambuzi wa kimaabara unaonyesha kuwa crystals hizo ni chakula kikamilifu. Zina mchanganyiko wa protini, mafuta, sukari na asidi zote muhimu za amino ambazo ni msingi wa afya ya binadamu. Watafiti wametoa ulinganifu wa maziwa haya na vyanzo vingine vya kawaida. Maziwa ya mende yana protini mara 4 zaidi ya maziwa ya ng'ombe. Yana kiasi cha kalori kinachozidi mara 3 ya maziwa ya nyati ambayo yanajulikana kwa kuwa na nishati kubwa. Tofauti na vyakula vingine, maziwa haya huyeyushwa polepole mwilini, jambo linalomfanya mlaji kuwa na nguvu kwa muda mrefu zaidi bila kuhisi njaa. Wanasayansi wamebainisha kuwa kukamua mende ni kazi isiyowezekana kibiashara kutokana na udogo wa kiumbe huyo. Hivyo wameondoa hofu walaji kuwa maziwa hayo hayatopatikana rahisi madukani. Badala yake, watafiti wanatumia teknolojia ya kijenetic kufundisha hamira kuzalisha protini hiyo hiyo kwenye maabara. Lengo ni kutengeneza virutubisho ambavyo vitasaidia kupambana na baa la njaa na utapiamlo duniani kote bila kuhitaji mamilioni ya wadudu hao. Wataalamu wa lishe wanasema kuwa ingawa kisaikolojia inaweza kuwa vigumu kwa watu wengi kukubali wazo la maziwa ya mende, thamani yake ya kidaktari haiwezi kupingwa. Huku idadi ya watu duniani ikiongezeka na rasilimali za chakula kupungua, mende anaweza kuwa mshirika mpya katika meza ya chakula. Je, utakuwa tayari kunywa maziwa ya mende yaliyotengenezwa kisasa kwa ajili ya afya yako? Taswira. Taarifa ya maziwa ya mende, lakini uzuri ni kwamba haya maziwa hayapatikani dukani. Ndio. Na wamesema kuwa wanasayansi wao hawatoyatumia kwa sababu kwanza pia kumkamua mende ni kitu ambacho hakiwezekani. Ingawa wamefanya utafiti, wameona kuwa maziwa haya yana virutubisho zaidi, na wanasema kuwa maziwa ya nyati yana virutubisho kuliko maziwa mengine, hata kuliko ya ng'ombe, mara 3 ya maziwa ya ng'ombe. Kwa hiyo na wanachosema ni kwamba maziwa haya hayapatikani popote, ila yamefananishwa kulingana na huyu mende ambaye yeye anazaa, hatagi mayai. Na wao wanachokifanya, wanaitumia hamira katika maabara. Wanafundisha kutengeneza maziwa kama, yani wenyewe katika utaalamu wao wanaitumia hamira, inatoa virutubisho ambavyo vinafanana na maziwa ya ng'ombe. Kwa hiyo swala la halali ama si halali, maziwa haya hayawezi kupatikana popote. Na hiyo story mara mwanzo inatoka pia ilikuwa na maswali mengi inatengeneza. Yani mende anatoa maziwa yanatokaje, unapataje? Lakini uzuri pia umeiweka wazi. Mimi mwanzo nilishangaa, lakini sikushangaa. Nilishangaa kwa sababu science ndivyo ilivyo. Mara nyingi science vitu ambavyo vinaonekana ni kinyaa, nikisema kinyaa nafikiri ni Kiswahili, kitu ambacho kinaonekana ni kinyaa kinaweza kawa na matumizi sahihi na kawa na faida. Kwa hiyo wakati mwingine ukifikiria hivyo unaona inawezekana, lakini ukizama unaweza kuona matokeo yake, jambo ukweli wenyewe uko vipi. Na katika ujumbe wa watazamaji wetu ambao wanatufuatilia, asante kwake Ziada Rashid, lakini pia Mariam Sevjilim, pia vile ipo Neema Mwachefa, na pia Mafunda Khatiba anasema wamefanya la maana hivyo wanavyojiposti hadi wanatia kichefuchefu, akizungumzia kuhusiana na wale mahujaji wanaokwenda kupiga picha. Ali na Mala anasema mashallah, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Wakati pia Zainab Doto yuko nasi pia vile Mafunda Khatibu ameweka tena ujumbe mwingine, anasema maziwa ya mende tena jamani, vipi kisheria ni halali hayo maziwa? Mimi sipo tayari kunywa maziwa ya mende. Neema Machefa anasema subhanallah, jamani mende tena. Ziada Rashid pia amesema subhanallah, maziwa ya mende hayapo jamani. Hiyo ni virutubisho vyake tu vimeonekana kuwa yana virutubisho kuliko maziwa ya ng'ombe. Hii ni mtazamo kutoka hapa Kishki TV. Mimi naitwa Khalid Omar, nipo hapa na Abdullah Mashi mpaka pale inshallah saa 4 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakwenda break, tukirejea hapa tunakwenda moja kwa moja katika sauti za, tunakwenda katika mapumziko mafupi sana, kisha tukirudi
tunakuwa kwenye sauti ya Qur'an. Sauti ya Qur'an. Sauti ya Qur'an. Sauti ya Qur'an. Itubani mtazamaji wa Kishki TV, tumerejea tena hapa baada ya mapumziko mafupi. Umetoka kusikiliza punde tu hapa taswira kijamii, ambapo umeshuhudia taarifa mbalimbali. Bila shaka zipo ambazo zimekufurahisha na zipo ambazo pia umepata funzo ndani yake. Kwa sasa tupo katika kipengele chengine adimu na muhimu sana vile ambacho kinahusiana na sauti ya Qur'an. Kama ambavyo tufahamu, tungali katika siku bora, siku adhimu ya Aljuma. Basi leo katika sauti ya Qur'an tutakwenda kuhusisha kile ambacho kinahusiana na siku hii ya leo. Na leo katika sauti ya Qur'an tutakwenda kumsikiliza hapa mmoja kati ya walinganiaji wa dini ya Kiislamu nchini Tanzania. Namzungumzia Imam Maulid Hussein. Yeye katika sauti ya Qur'an leo atakwenda kutushambulia aya inayopatikana katika Surat Al-Juma kuhusiana na namna gani Waislamu ambavyo tunapaswa kwenda kukimbilia wito wa swala ya Aljuma, lakini pia mara baada ya swala ya Aljuma kukimbilia mambo yetu mengine ya kidunia. Ni aya ambayo ina mafunzo makubwa sana, ambayo haitenganishi dunia na akhera. Moja kwa moja tukamsikilize Imam Maulid Hussein, baadaye tutarejea. Allah tabaraka wa taala akielezea umuhimu wa swala ya Ijumaa. Swala ya Ijumaa ni suratul Jumu'ah. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Unajua kulitokea tukio wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ijumaa mwanzo ilikuwa kwanza inaswaliwa, alafu ndio inasomwa hutuba, sio kama hivi tunavyoona hivi leo. Awali ya yote kwanza ilikuwa kuna swaliwa rakaa 2 za Ijumaa, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo anapanda kwenye mimbari anasoma hutuba. Sasa ikatokea kwamba wamesha swali maswahaba na wameagiza bidhaa kutoka Sham na maeneo mengine. Ule msafara wa bidhaa umeingia. Kwa hiyo pakiingiwa msafara wa bidhaa, kunapigwa ima ngoma au inapigwa mbiu kwamba jamani, aliagiza mizigo yake sasa ishafika. Sawa? Kwa hiyo maswahaba baada ya kuwa wameona kwamba waisha swali na kinachoendelea ni hutuba, wale walioagiza mizigo wale walitoka wakaenda kufuata mizigo yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabaki msikitini na watu 12 au 13. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kwa kisa hiki na tukio hili akashusha maelezo ya kuonyesha kwamba watu hawatakiwi kutoka. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. Enyi mlioamini, mkisikia adhana ya swala ya Ijumaa, fanyeni haraka kwenda kwenye nini? Kwenda kwenye ibada, acheni kuuza na kununua. Sawa? Kisha ibada ya swala itakapoisha, fa idha qudhiyatis salatu fantashiru. Swala itakapokwisha, maanake swala pamoja na hutuba itakapokwisha, basi tawanginikweni sasa kwenda kutafuta riziki zenu. Aliagiza mizigo akachukue mizigo yake. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu ya kushuka hii aya, ni kuonyesha muongozo na umuhimu wa swala ya Ijumaa. Ndio maana baada ya hapo ikabadilika taratibu, sasa ikawa sasa inaanza hutuba alafu ndio inafuata swala. Kwa hiyo hicho ndio kisa kilichopelekea sura hiyo yetu Suratul Jumu'ah, kwa sababu ilielezea tukio zima lililotokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kishki TV, nuru ya dini yako.